Uko unasikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka1 TV tarehe 4 za mwezi wa 3 2026 saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Minembwe, mapigano yaripotiwa katikati mwa kitongoji cha Minembwe, huku mkuu wa tarafa ya Fizi Sami Badibanga Kalonji akithibitisha kuingia kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC maeneo ya Mikenge, huku upande mwingine drone za FARDC za shambulia Kamanyola pamoja na Katogota Luvungi na kuharibu silaha nzito za M23. Raia wakimbia kukamatwa na M23 maeneo ya Katogota, Lubarike pamoja na Luvungi. Kinshasa, kamanda wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jules Banza Mwilambwe ameweza kutembelea askari waliopata majeraha kwenye uwanja wa vita, huku askari hao wakiomba ruksa ya kurudi tena kwenye uwanja wa mapigano. Goma, Rwanda yapata pigo kubwa ya kubali kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku M23 ikiwatambulisha askari wengine wapya 1518 maeneo ya Rumangabo. Vita ya USA, Israel pamoja na Iran yatoa neno zito kutoka kwa Umoja wa Mataifa, ambaye bwana Antonio Guterres ameweza kuzungumza, na Ufaransa pia yajiweka tayari. Marekani yasema imeangamiza mifumo yote ya ulinzi ya Iran. Na nafikiri unaweza kutembelea pia Mwangaza TV ambako utaendelea kukutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako na rindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Minembwe ambako M23 vipigo vitakatifu vyaendelea katikati ya Minembwe. Mapigano yameripotiwa katikati mwa kitongoji cha Minembwe kati ya magaidi wa M23 wakisaidiwa na RDF kutoka Rwanda, Twigwaneho, Red Tabara, Ngumino, FNL, Android. Hii tarehe 3 ya jana ya mwezi wa 3 2026. Mapigano makali yalisikika ndani ya Minembwe Central tarehe 3 za mwezi wa 3 2026, ambako vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku wakishindikizwa na wazalendo waliweza kuongeza operesheni na kwa bidii kubwa kutongana na M23, Twigwaneho, Red Tabara na majeshi ya muungano wake. Vyanzo kamili vinasema majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo viliweza kujibu mashambulizi kuanzia asubuhi, huku wakijibu mashambulizi kutoka kwa magaidi wa M23 ndani ya kitongoji cha Minembwe baada tu ya kuchukua maeneo ya Mikenge pamoja na vijiji vinavyoizunguka Minembwe. Hadi sasa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado wanaendeleza harakati za kutongana na magaidi hao wa M23 kutokana na yaliyotokea Mikenge. Mkuu wa tarafa ya Fizi Sami Badibanga Kalonji ameweza kuthibitisha kwamba maeneo hayo yako salama na yako chini ya utawala wa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya siku mbili ya mapambano makali sana kati ya jeshi letu la FARDC kusaidiwa na wazalendo kupikanisha wa majambazi wa Red Tabara, FNL, RDF, jeshi la Rwanda na force za mchango za kutoka Kenya na Somalia, jeshi letu la taifa FARDC
kupata fursa ya kufukuza adui na kudhibiti mji kubwa sana ya Mikenge. Jana siku ya Mungu tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka ya 2026 sikse ya kufaulu kudhibiti mji kubwa sana ya Mikenge kwa FRDC ni mchango wa mahusiano mazuri kati ya jeshi letu na makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, zaidi zenye kuishi kubilima virefu ya tarafani Fizi, Wanyamurenge, Wanyindu, Wabuyu, Wafuliru, Wareka, hote walichoka zaidi na uporaji ya mali zao, ubakaji ya mabinti na wabibi zao, kwa kuzalimisha watoto wadogo sana ndani ya kijeshi. Hizi vitendo zote ni vitendo vyenye kutoka kungambo ya 2023 jeshi la Rwanda yenye kuvamia nchi yetu na kupora mali yetu. Tangia vita ilianza, hakuna raia mwenye alikimbia. Jeshi letu la Kongo inaomba makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi zaidi kubilima birefu mukijiji ya Mikenge ya kubakia pamoja. Makabila zote zibaki pamoja, ziishi kwa amani kwa kutafuta maendeleo ya nchi yetu. Jeshi letu la Kongo inafata majeshi ya Rwanda, majeshi ya M23, majeshi ya Kenya na Somalia, majeshi ya FNL na wajambazi wote wenye kushika silaha bila uruhusa, wenye kutatiza na kuleta vifo, ubakaji na uporaji wa mali ndani ya tarafani Fizi, zaidi kubilima birefu ya tarafani Fizi. Jeshi iko pale ya kuproteje makabila zote zenye kuishi ndani ya tarafani Fizi, lakini jeshi iko nafuatilia mwenye kushika sila na mjambazi yoyote mwenye kutoka nchi jirani kuya kuleta fujo ndani ya tarafani Fizi. Jeshi letu la Kongo FRDC inaomba kwa wawasi wa 23 wenye kufichama mpori, wenye kufichama nyumba za watu mu kijiji ya Mikenge kutoka nje ndio kujisalimisha na kuacha sila na kubaki mu mikono ya jeshi letu la FRDC. Tarafani Fizi tena ni tatizo ya njiani. Barabara kubwa namba 5 yenye kupita ndani ya tarafani Fizi iko mu tatizo kubwa sana. Karibu miaka 6 tarafani Fizi, njia kubwa ya taifa namba 5 iko mu tatizo kubwa sana. Njia inaharibika sana, matope ziko za kutosha, magari za kubwa za kutoka Burundi, za kutoka Uvira na masemu zingine Bukavu za kwenda Misisi, Fizi, kwenda Salamabila, Manyema, kwenda Kabambare, kwenda Kasai, kwenda Kalemi, zote zinafanya juma mbili njiani kuzama matope, wala kufanya zaidi ya juma mbili njiani. Ndio maana tunaomba kwa wakubwa viongozi wa jimbo, wakubwa viongozi wa taifa kwa kutusaidia sisi tarafani Fizi kwa kutengeneza hii barabara namba 5 yenye kutusaidia kwa sisi. Bila hii barabara namba 5 kupita ndani ya tarafani Fizi haitapata chochote. Kwa leo makazi zote za wafanyabiashara kubwa kubwa na ndoko ndoko wanapata makumu, vitu vina panda bei sokoni, kila kitu kinakwaka kinatafutika na bei iko kali sana. Ndio maana wakuu viongozi watusikie sisi tarafani Fizi kwa kututengenezea barabara namba 5 yenye kuwa kwetu sisi liai ya kubembeleza kawaida. Kwa upande mwingine, ndege zisizokuwa na rubani drone za majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeweza kutwanga maeneo ya Katogota na Luvungi na hivyo kuweza kuharibu silaha nzito za magaidi wa M23 ambazo zilikuwa zinawekwa maeneo hayo kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi ya kuvamia jiji la Uvira.
Tukibaki huko huko tu maeneo ya Katogota, Luvungi pamoja na Lubarika, magaidi wa M23 wameendeleza msako wa kuwakamata raia na kuwaingiza ndani ya kijeshi kwa kinguvu. Kitendo hicho kimefanya vijana wengi kuweza kukimbia makazi yao na kujikuta wamejitupa porini. Unaona sasa mpori mtuko benzetu hapa, kama mlikuwa amwamini njoo hapa vetu tulikimbia nabo kabisa. Tuko mpori hivi, tuko mpori. Funishe sura ya huzuni. Mko mnacheka? Ewa, si hapa. Najua mnaona pori. Kilima hii kabisa. Kilima hii. Jaje mshimama baona. Na si hapa kabisa, si hapa. Si hapa banaume wote hapa tuko mpori kama mlikuwa muelewa. Nakwambia ni hatari kabisa. Bwana, kuna la kufanza juu atoni kwenye tutaenda na hata tukwenda hako matransporo sasa ndio ziko ngufu kabisa. Walikuwa na bana tu wanaume na walikuwa na bana wanaume, sasa walikuwa bana tu wajene. Hasa leo maraba wako wanawatangira kwa mashamba na wanamke twende na wanaume twende bote wako wanaingizwa magari wako na bebeo. Nakwambia ni hatari kabisa, ni hatari. Ilikuwa nakuwa ni kusalongo wanabana bajeni garso tu, lakini maraba leo wanalamuka wanayala fasi yote, njia za Murunga make kila njia tu zenye banawe watu wanapiteko za kwenda kushamba kote waliyala na magari. Bako wanaona ule ni mwanaume wanaanza nyambula wanamtia mgari, nani mwanamke banabeba kabisa. Ase waliwaambia ke wanamke waomu wa mingi walikuwa wazalendo, wengi walikuwa shengia mbazalendo, na ndio wanamke wote wako wanabebe. Kuna angalia na nguvu kabisa wanambeba. Maana mwako wanaacha tu sofunze mzetu kabisa. Nakwambia ni hatari. Maraba ili ufungi maraba inabadirika. Juzi ndio walikamataka badariste batano wanatoka kuma mipunga zabo wako na mamizigo, bakaba tulishe yule mamizigo wakapakiza mgari wakawabeba, na mpaka hivi hawayaonekana. Maraba bopeke leo abagopi tena mtu aseke, wako na masira zote waliwaka mkubwa wao akiwa mkubwa yao, na njoo inafaa yote kabisa. Njoo vile nakwambia shioko Mungu tu kabisa, ni Mungu vrema. Luvungi na tabakia bila wanaume. Kule kwetu kuna kero ya nguvu, wale babana sasa ilala kule wanakongola, wanabeba watu, wanabeba bajeni kabisa, wanabeba kama kwa kabali, wakabeba wale mtoto wa nani, wakabeba pasta Rehema, wakabeba babalize Lushuru, wakabeba ule mtoto wa choka ule mwanakuwa misisi ule mebalizalaka na bulozo wa seka. Wanasema ni babie ba mingi na babiana ba mingi, kumbe baliingia mbele zero ile kama kwa nikiatinga kama ni nini. Haiko tu abudu basi misio yao sai. Nevi ilikuwa wanapigwa tu kishenzi. Basi njoo hivyo. Madame ananiambia sai kila mtu anajifungia mnyumba. Ni kuomba tu Mungu. Jambo sana kaka, jambo. Manake itakuwa balilala jo tulilamuka, mwingine yote na yala balizingira mwingine busiku yote, manake hakuna wa kutoka na kuna kuingia. Manake mie tu ni neema. Manake basoda banayala sana, na bengine umkatala banapanda na magari Lubarika yote siyo. Alors que na mulu mko wa viana wako na mavunduki kila siku, bazalendo wako na na mavunduki. Manake hivi sasa bamo bashaka macho mateka bali kama bamoja. Manake vitu vinaharibika tu sana. Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini, tujielekeze jijini Kinshasa ambako kamanda mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jules Banza Mwilambwe atembelea askari waliopata majeraha kwenye uwanja wa vita.
Wanaaskari ambao walipata majeraha kwenye uwanja wa vita na hivyo kuweza kupelekwa kwenye hospitali kuu kwa ajili ya matibabu jijini Kinshasa wameweza kupata nafuu na hivyo kwenda kumwona kamanda wa majeshi na kuomba ruhusa ili waweze tena kurejea kwenye uwanja wa mapigano. Askari hao ambao wako tayari kwa ajili ya nchi wameweza kumtembelea kamanda mkuu wa majeshi Jules Banza Mwilambwe na kutaka ruhusa yake ili waweze kuungana na wengine ambao mpaka sasa wapo kwenye uwanja wa mapigano. Le lieutenant-général Banza Mwilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a reçu ce mardi 3 mars 2026 dans la salle des réunions de l'état-major général un échantillon de militaires blessés de guerre issus des différentes unités FARDC. Ces derniers sont venus auprès du lieutenant-général Banza Mwilambwe Jules pour lui solliciter de retourner sur le champ de bataille. Dans son adresse, le chef d'état-major général les a félicités pour leur sens du patriotisme, soulignant qu'il est rare de voir les soldats blessés exprimer la volonté de reprendre le front. Selon lui, cette décision illustre leur amour pour la patrie et leur engagement à défendre la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême. Vous êtes parmi les rares au balakisi ba qualité au ebele katika tenabiso badala moto. Wala kisa molingo ya mboka na bino c'est pas boke ndeko la na télévision ou le bolingi mboka. Vous allez attacher na mboka na bino pe koyeba cause nini sengeli bo défendre le côté ya musala soda et comment na musala na bizale na bino ne bizale ko sa. Moni mutu aye tango a reprendre la senga zone la tela wala ba musuba bangana. Mususu badala ba raison mususu oyo ba evokaka ba comme ko ba changer ba idée. C'est ezali acte moko de chaque ngai makasi. Ils ont l'accession que nous sommes attachés vraiment à ce pays qui est notre pays. Au Limoana et touché ngai pendant la vie nous na kufanya communauté. Il faut quand même pas que na mona bango et na féliciter bango de vive voix. En signe de reconnaissance pour cet acte de bravoure, le chef d'état-major général a remis à chacun une enveloppe contenant une somme d'argent et a ordonné le paiement de leurs arriérés avant leur retour sur le théâtre des opérations. Kwa huku uwanja wa mapigano, wazalendo wapo tayari kupambana baada ya wale ambao wanapatikana pembezoni mwa barabara kuweza kupata motivation yao ya kivita, na wale ambao pia wako kwenye milima ya juu wameonyesha kuweza kuridhika baada ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia kuwafikishia motivation yao ya kivita. Cha pili, tumeshukuru kuona president ametumia watoto wetu wazalendo sabuni. Ile ni neno imetufurahisha kungambo yesu sisi wa notable. Asante, tumeshukuru na tunakaza mwendo kuelekea kwenye eneo. Asante chef. Basi mimi naona msafara inaendelea. Naona bado majeshi kikundi ni mingi sana. Naona wanapita, hatuna tena muda wa kutaja fulani ni fulani, fulani ni fulani, lakini hii yote ni escortage ya yeye General Ilunga Rusesema. Bado haijakuwa eti kuko kikundi fulani na fulani, lakini hawa ndio wanamzingira mahali popote ambao anapatikana akiwa, yani tangu awali nimewazungumzia ya kwamba yeye ndiye kamanda ambaye anadhibiti milima mirefu ya Uvira yote kuanzia Rurambo mpaka tunaingizana kule eneo za Kipupu ambao Mwenga inapana mipaka na teritwari ya Fizi, inapana mipaka na teritwari ya Uvira. Yani eneo zile kunaonekana tu kuko makomanda brigedia za kwake, kuko makomanda batayo ba kwake, alafu kila kitu inaonekana ni mzuri sana. Sasa hivi anatoka kukaribisha jeshi la FARDC, yaani wazalendo wenzetu, yaani jeshi letu ambalo limetusukuma zaidi mbele kimawazo na likatuingiza ideology maya kabambi sana. Hatujambo. Habari gani ndugu? Ni salama. Wewe unaitwa nani kwa majina? Mimi naitwa kwa majina Chef TD Mkomukadusa Delta 1. Mkomukadusa Delta 1. Ambaye anatumikia wapi? Anatumikia Masango. Masango mu eta majoro gani? Eta majoro kinjiji ya IPCB ya General Ilunga Rusesema. Ya. Monsieur le commandant Birode,
umetoka kuonana sasa hivi na majeshi ya FARDC, mlipokutana umejisi namna gani? Basi tuliongea tukasema tutafute gisi tunaweza ikala na gisi tutaweza tosha hii M23 ani 23. Ndio gisi mumeongea? Ndio. Na eneo hili ulipolitizama na ukaona effective ya wazalendo ni je? Umetizama na Mungu. Naenda kusikiza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV tarehe 4 mwezi wa 3 2026. Ni saa 12 saa za Afrika Kati kilikia moja majira ya Afrika Mashariki. Jide Kizenga Tembele King Sele Kizabe Ayeba Mashaka Ayamba Dedone Buto Tobiodo Kimamao mzee wa state ya Maine da Feza da Letesha da Asha da Arwin na Kisi Kandeki ya Simu Paguma Samuel kutoka Czech Republic, Ramakei kutoka Afrika Kusini wakiwa wanasikiza Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie huko Goma ambako Rwanda yapata pigo ya kubali kuondoa vikosi vyake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huko Rumangabo M23 watambulisha makahoko wapya 1518, huku vita USA, Israel na Iran yatoa neno Umoja wa Mataifa. Faransa pia yajiweka tayari, USA yasema imeangamiza mifumo yote ya ulinzi ya Iran. Tukianza na hili swala la M23 la serikali ya Rwanda, baada ya kuweza kupata vikwazo kutoka kwa nchi ya Marekani na kuweza kutuma barua yake ya masikitiko, serikali ya Rwanda imeonyesha kukubali kwamba iko tayari kuweza kuondoa vikosi vyake ambavyo vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote hayo yalitokea baada ya serikali ya Marekani kuweza kuipea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na viongozi wanne wa ngazi za juu. Kitendo hicho kimeweza kuathiri vibaya jeshi la Rwanda na nchi nzima, na hivyo serikali ya Rwanda kukubali na kuamua kwamba itaanza mchakato wa kuondoa vikosi vyake ambavyo viko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, maeneo ya Kivu ya Kaskazini, magaidi wa M23 ndani ya kituo cha mafunzo cha Rumangabo wameweza kutambulisha tena makahoko 1518 wapya baada ya wale zaidi ya 7,000 kuweza kuangamizwa na vikosi vya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na waza. Magaidi wa M23 ni kuonekana wanakwenda kuishiwa. Awali walikuwa wakitambulisha zaidi ya wanajeshi 7,000, 9,000 wakiwa wachache ni 5,000 na zaidi, lakini kwa sasa wanafikia hatua ya kutambulisha wanajeshi 1,518, hii ikiwa ni ishara ya kupungukiwa. Magaidi hao M23 wameendelea kupata vipigo vitakatifu kutoka kila kona kwenye uwanja wa mapigano, licha ya kuonyesha kwamba wamekuja na vikosi vingine vipya, lakini bado hali ni tete huko kwenye uwanja wa mapigano. Upande mwingine, vita ya Marekani Israel dhidi ya Iran, Umoja wa Mataifa pia yaweza kutoa neno. Antonio Guterres ambaye ni katibu mkuu wa shirika hilo la kimataifa ameweza kugusia kuhusiana na hali ambayo kunazidi kuendelea duniani kwa sasa, huku mataifa hayo matatu yakiendelea kuonyeshana umwamba huko maeneo ya Ghuba ya Uajemi. Human rights are under a full-scale attack around the world. The rule of law is being outmuscled by the rule of force. And this assault is not coming from the shadows or by surprise. It is happening in plain sight and often led by those who hold the greatest power. Around the world, human rights are being pushed back deliberately, strategically, and sometimes proudly. The consequences are devastating, as witnessed in the Council, and as written in the lives of people who suffer twice, first from violence, oppression, or exclusion, and then again from the world's indifference. When human rights fall, everything else trembles. Peace, development, social cohesion, trust,
solidarity. This is precisely why the tools of the Human Rights Council, such as the special rapporteurs, special procedures, investigative mechanisms, and universal periodic review are essential. And it is precisely why, as we mark the Council's 20th anniversary, we also recognize it's more important than ever to translate geopolitical engagement into a path towards strengthening human rights everywhere. Upande mwingine, Ufaransa pia yajiweka tayari kwa lolote litakalotokea kwa ajili ya kulinda maslahi yake pamoja na washirika wake huko barani Ulaya. Depuis samedi dernier, la guerre s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple et aucun ne sera regretté. Serikali ya Marekani yasema imeweza kuiangamiza mifumo yote ya ulinzi ya Iran, imeangamiza pia ndege zote za juu za Iran, imeangamiza makombora, imeangamiza kila kitu nchini Iran. Kwa sasa Iran haina tena uwezo wa kujitetea. Amezungumza hayo Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Na uondo mwisho matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yako the one and all in town DJP Rajab Akili Kabonga. Mengine tukutanane saa 6, saa 9 pamoja na saa 12.